Mtazamaji wa Abia Digital TV na imani mzima na buheri wa afya. Mimi ni Logan Lake. Katika maisha tunayoishi tumezungukwa na misitu. Na misitu hiyo ni vyanzo vya uhai, kwani tunavuta hewa ya oksijeni ambayo inazalishwa na misitu. Na misitu hiyo ni vyanzo vya kutunza maji. Binadamu, wanyama tunategemea misitu ili tupate kuishi. Leo tunaenda kutazama msitu wa Amazon na maajabu yake. Msitu huu ni mkubwa sana na unapatikana nchini Brazil. Msitu huu una maajabu mengi sana na ya kustaajabisha. Namba 1, anaconda. Wengi wetu tunamfahamu anaconda na wengi huenda tumeishia kumuona kwenye films. Nyoka huyu yupo na ni kweli, na ndiye nyoka mkubwa zaidi duniani. Anafikia uzito wa kilo 180 pale anapokuwa mkubwa na urefu wa futi 30. Nyoka huyu haui kwa sumu, na nyoka hawa wako wengi, ila nyoka anayefahamika zaidi ni anaconda wa kijani. Nyoka huyu hutembea taratibu sana kiasi kwamba hawezi kusikika anapokuwa mawindoni. Namba 2, mmea unaotembea. Kwenye msitu wa Amazon kuna mmea unaotembea. Huenda mtazamaji ukawa unajiuliza maswali, mmea huu unatembea kama binadamu? Lakini la hasha, mmea huu hutembea taratibu sana, na mmea huu unapoota huchipua kwenye kufuata mizizi, na baadaye baada ya miaka kadhaa unakuwa umetembea hatua kadhaa, na unaporudi huenda usiukute pale ulipokuta. Namba 3, electric fish, yani samaki umeme. Samaki hawa hupatikana kwenye msitu wa Amazon. Samaki hawa unapowashika vibaya unarushwa kwa kupigwa na shoti. Samaki hawa hufikia uzito wa kilo 21. Samaki hawa sio wakorofi, lakini watesa mamba kwa kuwapiga shoti pale wanapotaka kuwala. Namba 4 ni glass frog, yani chura kioo. Viula ni viumbe ambao hupiga sana kelele wanapokuwa ndani ya maji, lakini viula hawa wa msitu wa Amazon wamepewa jina hilo kwa sababu unapowatazama viungo vyao vya mwili huonekana, ikiwemo utumbo, figo, maini. Baada ya wanasayansi kuwagundua viula hawa, waliamua kuwapa jina hilo la glass frog. Namba 5 ni Jesus lizard. Soma Mathayo 14 mstari wa 22 mpaka 33. Inamzungumzia Bwana Yesu Kristo alipotembea juu ya maji. Huenda waliowapa jina hili walihusisha historia hii. Kwenye msitu wa Amazon kuna mijusi wafahamikao Jesus lizard ambao hutembea juu ya maji. Namba 6 ni Boil River. Kwenye msitu wa Amazon kuna mto ufahamikao Boil River. Maji ya mto huo huchemka kiasi kwamba ikitokea mnyama yote au kiumbe yote anaingia kwenye maji hayo, basi upoteza maisha, na wanasayansi mpaka sasa wameshindwa kuelewa ni kipi kinafanya maji hayo kuchemka. Namba 7 ni mto Amazon. Wanasayansi waligundua kuhusu Amazon ni moja ya mito mikubwa na ni wa pili kwa ukubwa, wenye urefu wa kilomita 6400. Lakini walipoendelea na uchunguzi, mwaka 2006 waligundua mto Amazon ulikuwa ukitoa maji ya Amerika ya Kusini kupeleka mashariki. Lakini miaka 100 iliyopita mto Amazon ulikuwa ukipeleka maji kinyume kiasi kwamba maji yalikuwa yakienda na kurudi na kutoka. Namba 8 ni Victoria Amazonica. Haya ni majani yanayopatikana kwenye msitu wa Amazon pekee. Majani haya yana uwezo wa kutumika kama mtumbu. Majani haya huota kama magugu kwenye mto Amazon, na watu wengi huyatumia kama chombo cha usafiri kwenye kuvuka maji. Namba 9 ni ant bullets. Hawa ni siafu wenye uwezo wa kung'ata kwa kasi sana kama risasi, ndio maana wakapewa jina hilo la ant bullets. Maajabu mengine ya msitu huu ni kwamba kuna zaidi ya makabila 60 yanayoishi kwenye msitu huo, lakini cha kushangaza makabila 50 hayajui maisha tunayoyaishi mimi na wewe. Msitu huu ni mkubwa sana, umezunguka zaidi ya nchi 6 ikiwemo Brazil, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana na Guyana ya Ufaransa. Hayo ndio maajabu
inayopeleka kwenye msitu wa Amazon. Mimi ni Logan Lake na hii ni Abia Digital TV. Usisahau kusubscribe, kujiunga na familia kubwa. Asante kwa support yako. Uwe na siku njema.